Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Paulo Bendela, ni askofu mkuu wa makanisa ya Ufunuo Tanzania. Katika kitabu cha Wakorinto cha pili sura ile ya 13 mstari wa 14, Biblia imeandikwa, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Neno nataka kuzungumzia uwezo wa injili isiyo na mipaka, the unlimited power of the gospel. Uwezo wa injili isiyo na mipaka, the unlimited power of the gospel, ndicho nataka kufundisha. Asilimia kubwa ya watu wengi, kila mtu anapenda kusema sisi kanisani kwetu. Hiyo injili inakuwa na mipaka. Fika kwenye eneo la kuamini Kristo Yesu pasipo kuwekewa mipaka. Ukristo wetu usiwe na mipaka. Tunapofika kwenye neno la Mungu lituunganishe wote kumpenda Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka, ambaye ni Mungu. Yaani tunapotaja Yesu ni Mungu katika mwili, alivaa mwili ujue. Ndiye huyo aliyesema enendeni mkahubiri injili kwa kila nini? Go into all the world and preach the gospel to every creature. Nenda ulimwenguni kote, hubiri injili kwa kila kiumbe. Yaani kwa kila kiumbe, maana yake ni kwamba hata hiki ambacho Daudi alikibeba kama jiwe akapiga, kilihubiri injili kwa sababu Mungu alimweleza, chukua mawe 5 weka kwenye mfuko wako. Kwa hiyo watu wengi wanafikiri kuhubiri kwa kila kiumbe ni mtu. Kiumbe, ng'ombe ni mtu, nyati ni mtu, simba, dubu, chui, tai. Ndio maana kwenye Biblia utamkuta tai alukae, dubu akatoka kwa mamlaka ya mtumishi wa Mungu Elisha, wakawang'ata. Alipodharauliwa tu Elisha akasema, msitu hauwezi kutoa dubu, wakatoka. Hii ni uwezo gani Mungu aliowapa watu wa mwaminio? Injili isiyo na mipaka, unlimited power of the gospel. Jamaa mmoja anaongea na unga, alafu ule unga unakuwa hauishi tena kwenye chakula hicho. Hiyo ni unlimited power of the gospel. Siku moja nani huyu Musa alikuwa na safari na wana wa Israeli, wakasema tumezoea chips na nyama. Musa akakumbuka, injili yangu mimi ni unlimited power of the gospel. Akasema kware, Mungu amesema tunaweza tukahubiri kwa kila kiumbe. Akaamuru kwale washuke, wakashuka wakala. Lakini wamefika mbele kule wakakutana na kizuizi. Akasema, mbona Mungu amesema tutahubiri kwa kila kiumbe, mbona na haya maji Mungu ameyaumba? Akasema na bahari, ewe bahari, unaweza kugawanyika? Ikapasuka na watu wakapita. That is unlimited power of the gospel. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu aliwaambia watu, go into all the world and preach the gospel to every creature. Every creature ni kwa kila kiumbe, so kwa kila mtu. Kwa kila mtu ni pale anaposema kwamba enendeni mkawafanye wa mataifa kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina, mkiwafundisha kuwa wanafunzi wangu na kuwabatiza kwa jina la Baba. Na hapo ni watu kubatiza. Huwezi kubatiza nyati, huwezi kubatiza fisi au ng'ombe. Lakini kwenye kuhubiri, maana yake unaweza kaibua kitu, ukamrushia mtu kitu, mtu ikampiga usoni kwa maombi. Mimi naangalia watu wanavyo vita ile ya Urusi na Ukraine. Narudi kwenye eneo la vita yule ya Marekani na Irani. Marekani anamrushia mtu kitu na Irani anamrushia mtu Irani. Marekani anamrushia Irani mtu, anamrushia Irani mtu kitu. Na Irani naye anakaa sawa, umetua. Na Irani pia anasema na mimi narusha kitu. Kitu kinaruka kutoka Irani kinakwenda kinatua Oman, kinatua Dubai, kinatua Qatar, kinaruka. Sisi waumini, sijui wa Kristo wa kisasa, njoo nikuwekee mkono. Hata adui yako akiwa mbali, Kigoma niko Dar es Salaam, nafyatua kitu. Ndio maana Daudi alirusha kombeo. Kombeo ni ufunuo tu kwamba adui yako anaweza kuwa kokote alivyo, kokote aliko, unamrushia kitu.
kinaitika. Kwa hiyo ndugu zangu, Ukristo wetu ni zaidi ya hawa Warusi, wa Marekani na Wailani na Waingereza wanarusha vitu, wenzetu wanatuzidi. Imani ya Ukristo imeshakwenda mbali. Ndugu zangu, unajua watu wengi wanahisi kwamba kwa maneno mtu hawezi kubarikiwa. Ibada hii tutakayoifanya mwezi huu wa 3 ni ibada ambayo inaitwa untouchable service, ibada isiyogusika. Yaani mtu hawezi kuigusa, kuidhuia, haizuiliwi, haigusiki na mtu yote mchawi. Mungu ameiruhusu. Mchawi akiigusa anaungua, ila inakuwa ni connected in your family, ina muunganiko katika familia yako hii ibada. Sasa asilimia kubwa anasema, ukisema pokea magari, hiyo huwezi kupokea. Pokea nyumba, huwezi kupokea. Pokea kazi, huwezi kupokea. Pokea utajiri, huwezi kupokea. Neno linaumba, ujue. Hata zamani tunafahamu wazee wa zamani au sasa hivi, mtu akikutamkia utakufa, utapata ajali, utakufa, unashangaa mtu anaondoka na kufa. Kwa nini? Maneno. Sisi binadamu tumeumbiwa, usipokuwa na upako una sumu. Mtu yote ambaye anamwamini Kristo ana upako. Watu wa mataifa wana sumu. Ndio maana Biblia imeandikwa katika kitabu cha Marko kwamba mtakuwa na uwezo ukanyaga nyoka na nge, hata mtu akinywa akila cha kufisha, sumu itaondoka. Maneno ya mtu asiyemwamini Kristo ni sumu. Mtu anapokuambia unakwenda kusali wapi, ni sumu. Ndio maana ukisikiliza unasikia moyo kuvunjika kusali, kwa sababu kuna mtu akiongea na wewe usisali, unasikia kutoka kusali, sumu ile imekuingia. Na kuna mtu akikwambia twende tukasali, ule upako, sisi hatuiti sumu, ni upako na kuingia. Anasema mtakuwa na uwezo ukanyaga nyoka na nge. Mtu yeyote asiyesali kinywani mwake ana maneno ya sumu, ana maneno ya nyoka, ana maneno ya nge. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama neno linaweza likafanyika mtu akawa binadamu, hivi kati ya neno kufanya mtu na neno kupata nyumba ni kitu gani kigumu kama mtu umeokoka kweli unamwamini Yesu? Sasa ndugu zangu, unapotaka kusoma maneno haya ya Biblia ya Kiingereza ya Kiswahili, ujitahidi umwombe Mungu uwe unayasoma pia na kwenye Kiswahili. Ukisoma katika kitabu cha John chapter 1 verse 1, yani Yohana sura ya 1 mstari wa 1, nisome kwa Kiingereza afu nitasoma kwa Kiswahili. Imeandikwa hivi: In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him. Without him nothing was made that was made. In him was life, and the life was the light of man. And the light shines, and the darkness could not comprehend it. And the light shines, the darkness, and the darkness could not comprehend it. Maana yake, na ile nuru iling'aa gizani. Giza ni uelewa mdogo. Kama huna uelewa wote hiyo kwetu, kama hujamwamini Yesu unagiza, kama huamini maombi unagiza. Katika kitabu mstari wa 14 anasema hivi: And the word became fresh. And the word became fresh and dwell among us. And we behold his glory. And the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Huu ni mstari wa Yohana 14 sura ile ya kwanza. Katika mstari ule wa kwanza Yohana 1:1 anasema, hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika, alikuwa Mungu. Vitu vyote unavyoviona vilifanyika kwa neno. Ya labokorakapaka. Vitu vyote vilivyofanyika vilifanyika kwa neno. All things were made through him. Without him nothing was made that was made. Sijui ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama Mungu anasema vitu vyote vilivyofanyika vilifanyika kwa neno, pasipo neno hakuna chochote kilichofanyika. Wewe unaweza kusema mtu aweze kupata nyumba? Wewe unaweza kusema mtu aweze kupata gari kwa neno? Wakati unatoa pepo kwa neno, unamwambia mama mjamzito, mama ambaye hajawahi kupata mtoto kabisa, anapokea kwa neno.
Uwezo wa injili sio mpaka. Nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Wakristo sasa hivi tumekuwa ni watu wa kuhukumiana sana. Wakristo wapendwa, acha kumhukumu mtu. Usidhihaki imani ya mtu. Wewe umaache tu, atakutana na Mungu huko. Mungu atakubali uongo uendelee. Utapigwa weza kwa upako, utasambaa. Lakini wewe usiseme hiyo sio injili ya Mungu. Who told you? Nani amekwambia unamhukumu mtumishi wa Mungu mwenzako? Nani amekwambia umhukumu mtumishi wa mwenzako? Kama mtu amesema mimi nakula nguruwe wewe huli, acha. Ni kwa sababu Mungu amemkubali katika kitabu cha Warumi. Anasema mtu asiwahukumu kwa vyakula. Sasa kama mtu unasema huli nguruwe, alafu unaweza kumtongozaje mtu aliyekula nguruwe na ukalala naye? Yaani unakuta mtu anasema sisi dini yetu hatuli nguruwe. Ila mtu akila nguruwe na mkalala naye kitanda, mnajifunika shuka moja, kijampo anajampa cha nguruwe, halafu mnafanya naye mapenzi aliyokula nguruwe. Unajifaragua tu bure. Lakini sisi Wakristo tuliokoka, vitu vyote tunatakaswa kwa jina la Yesu. Haleluya. Vitu vinatakaswa, hata kama mimi ni sungura na kula. Mbwa hata nikienda huko kule kwa watani wetu wa Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wiki hii tuna ibada ya ishara na maajabu ambayo hujai kuyaona. Mungu anasema kahubiri injili kwa kila kiumbe. Kiumbe wiki tuna ibada ya maji kugeuka kuwa damu. Alafu unashtaki lile tatizo lilo kuzuia usifanikiwe. Unanielewa hapo? Unachukua kama kwenu mnakufa, unachukua unaandika kufuta vifo katika ukoo wetu. Unaandika mizimu ya kuua watu. Kila mwaka watu wanakufa kwenu tu. Unaandika, sisi tunachukua maji tunageuza kuwa damu. Kwa macho unaona ni maji, lakini yanakuwa ni maji ya mizabibu, chemikola. Unaingiza kwenye ndoo iliyojawa maji ya mizabibu, imegeuka kuwa damu. Kama mtu anaweza kunywa divai akasema hii ni mwili ni damu ya Yesu, kumbe ni waini. Sisi tunachukua maji ya chemikora, yanageuzwa kwa maombi, yanakuwa damu ya Yesu. Unashtaki kile kinachowatesa kwenye ukoo wenu. Kama ni vifo, ajali, mateso, madeni, haijawahi kufanyika. Orebo kendaramas ili counseling card injila latonia moto mkare. Likosayadi. Unatumbukiza, unisubiri kwenye matokeo. Kama usipofanikiwa, niambie, baba mbona mimi sijafanikiwa? Kanisa la Ufunuo. Yani kama wewe una pride, yani una ile roho ya kucheleweshwa. Unaomba kazi, hupati, wenzako wanapata, unacheleweshwa. Unaolewa, upati mtoto, wenzako wanapata, hiyo ya kucheleweshwa. Sisi ile roho ya utasa unaidumbukiza humo. Na waliosababisha unapata kazi, umeajiriwa na wenzako, unashangaa mtu anatafuta kiti chako na cheo chako, anataka kukutoa. Whether ni waziri, whether ni rais, whether ni unani, cheo chochote, hata URC au UDC. Wewe unasema mimi ni vita, kuna maadui wananitesa. Si lazima uje. Unaweza kumtuma mtu au kumtuma ndugu yako, wewe mwenyewe ukaja, ukaondoa hiyo heshima. Kama una manyota gani, unayaondoa hayo manyota. Njoo mpendwa. Ibada ya wiki hii sio ibada ya dhehebu fulani. Ni ibada ya kushusha na kurusha. Alipoifungua muhuri ile, likatokea bakuli lililoja, akamimina kitasa, kikamwagika kama damu. Viumbe vyote vikafa. Usoma Ufunuo vizuri. Viumbe vyote vikafa katika bahari, katika mito, katika maji. Huu ni wakati wa kuwa kila kiumbe. Na Mungu ameniambia East Africa, hakuna mtu anayeweza kuzuia kombola. Weza ni mtume au nabii au askofu au mchungaji. East Africa, hakuna mtu yeyote anayeweza kurusha kombola la kiroho akalizuia. Awe ni mchawi au mshirikina, hakuna mtu yeyote anaweza kuzuia kombola nikirusha. Ni tufani. Wachai wote, nitarusha kitu katika mwezi huu. Mchawi asisimame mbele zangu kukizuia. Kama kuna mtu amekuzuia usifanikiwe, asisimame kwamba ninazuia. Au kama kuna mtumishi aliyekutamkia mabaya, nitapita naye. Yeyote unayemjua kwamba ana kifua, nitamtafuna asubuhi na mapema. Mungu akubariki sana. Nawatakia siku njema. This is our Bishop Dr. Paul Rubendela. Niko Kimara Bonyoko hapa. Nawakaribisha, karibuni sana katika ibada ya mtaguso wa kubomoa ukuta ulioshindikana bila kuzunguka mara 7.
Mungu awabariki, na wakaribisha tu katika ibada siku ya Alhamisi na Jumapili mwezi huu wa 3, kila siku from 4 corners in this city, or in this country. Mungu atakutendea makubwa. Nipo na utanikuta. Namba za kupiga ukitaka kufika kanisani. Bwana asifiwe. Namba za kufika ukitaka kufika kanisani 0622996934. Namba nyingine ni 0716093292. Mungu akubariki sana.